Tumwombe Mungu. Mungu wetu, asante kwa kutukirimia neema ya kuishi nyakati za mwisho. Ni nyakati zilizojaa mema na mabaya. Umesema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari, lakini tena umesema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Hebu tufundishe basi kwa kina tena kuhusiana na nyakati za mwisho ambazo maarifa yataongezeka, ili tupate kujua yanayotupasa kujua na tufanye sehemu yetu katika jina la Yesu. Amen. Somo ambalo tutajifunza hivi punde ni somo ambalo baadhi ya mambo tutakayoyagusia na kujifunza habari zake yanaweza yakawapita kimo watu wengine, kwa sababu tunazidiana elimu katikati yetu. Upeo wa maarifa uko tofauti. Mengine mengi tutakayozungumza yanaweza yakakuacha bila kuelewa lolote. Ninajua hivyo kwamba si wote tulio na uwezo wa kuyaelewa tutakayokwenda kujifunza leo, lakini hilo lisikupe shida wewe ambaye utakuwa uelewe lile au lile, au hata linalotajwa hujui hata ni kitu gani. Lakini wako katikati yetu ambao wataelewa kila kitakachotajwa, kwa sababu wamepata neema ya kusoma na kujua mambo kadha wa kadha ambayo tutayataja. Lakini kwako ambao utakuwa ukuyaelewa au kuyajua mambo kadhaa, bado vile vile utakuwa umepata kuelewa japo maudhui ya jumla ya kile tutakachokuwa tunajifunza. Na vile vile unaweza usikifahamu leo, unaweza ukawa hujakijua kitu fulani leo, lakini kesho utakapokijua utakumbuka tuliyozungumza juu yake. Unaweza ukawa hujasikia kitu fulani, alafu utakisikia leo, na kesho kuta utaenda kukisikia kwa mwingine. Utakumbuka kile tulichojifunza na utajua ni jinsi gani ya kuwasaidia hao pia, kwa sababu Roho atakukumbusha. Kwa maana hiyo sasa, usiumize kichwa kwa sasa pale ambapo kitu fulani kinakupita na ujue hata ni kitu gani maana yake. Shida na kuwepo vitu tunavyokwenda kuzungumza hapa leo, kama nilivyosema, ni vitu vigeni sana katika nchi yetu. Si watu wengi ambao wanavifahamu. Kichwa cha somo letu la leo: ushiriki wa Mkristo katika mitandao kama Facebook. Ushiriki wa Mkristo katika mitandao kama Facebook. Nikisha sema Facebook tayari ni matatizo.
kitu gani hicho? Nikianza kukielezea itakuwa kazi. Wakati mwingine ni sawa sawa na mtu asiyeona tangu zaliwa. Unamwambia ng'ombe huyo anapita, alafu akuulize anafananaje huyu ng'ombe? Unaanzaje kumwelezea ng'ombe anafananaje mpaka aelewe? Kidogo ni kazi. Kwa hiyo hatutapoteza muda sana kueleza haya mengine ambayo haeleweki, lakini kama nilivyosema, isikupe shida. Wale ambao Mungu ana makusudi nao wataelewa, hao atakuwa ndio walengwa. Na vile vile kesho kutwa yale tutakayohifadhi leo yataweza kuwa msaada kwako vile vile. Nakumbuka wengi wetu tunafahamu tumekuwa tunaomba tunaombea juu ya ujenzi wa tovuti ambao uko mbioni, au kwa lugha ya kitaalamu tunasema website. Kiswahili wanasema hivyo. Tovuti. Sasa nilicheka sana juzi hapa. Mama mmoja, yeye ni mtu mzima, umri umesogea. Sasa akawa nje anauliza, tumekuwa tunaombea kwamba Bwana tusaidie katika ujenzi wa tovuti hizi. Na tunaomba sasa, tunaomba. Akamuuliza kijana mdogo, je, wewe ni bibi? Sasa namuuliza kijana mdogo, anambia, kijana, hizi nyumba hizi zinazoitwa tovuti zinajengewa wapi? Hebu nipeleke nikaone. Wamekwama wapi? Ni kokoto zimepungua? Mbona tangu tuombe tangu tuombe, tunaomba tovuti zijengwe. Ukinipeleka huko nami naweza kusaidia kujenga. Akafikiri labda ni kubeba tofali, ni kubeba maji, unapelekea mafundi washi. Sasa hizo lugha hizo za tovuti, website, vitu gani, ndio tutazungumza sana kwenye somo hili. Kwa hiyo unaweza ukalichukia somo hili ukasema hapa ndio sikupata kitu kabisa. Afadhali wangekusanywa tu wasomi hao ndio wakaambiwa kujenga hizo tovuti. Lakini sisi hapa hakuna kitu tulichokielewa. Na wewe utaelewa kwa sehemu yako. Nitazungumza kwa namna ambayo na wewe utapata kitu fulani kwa sehemu yako, na Roho Mtakatifu atatusaidia. Ushiriki wa Mkristo katika mitandao kama Facebook. Tangu nyakati za zamani sana kulikuwa na upashanaji wa habari. Zoezi la upashanaji habari ni zoezi ambalo limeanza miaka maelfu mengi yaliyopita.
Tofauti yake tu ni kwamba zile nyenzo zilizotumika katika upashanaji wa habari nyakati zile za zamani ni tofauti sana na leo. Ni tofauti sana na nyenzo zinazotumika leo. Nyakati zile za zamani, nyakati za mababu, vijijini mbali huko, kama kulikuwa na msiba katika kijiji na wanataka kutoa taarifa kwa vijiji vya mbali, walikuwepo wazee ambao walikuwa wanajua ni eneo gani watasimama, alafu wakisimama kwenye eneo lile, eneo fulani labda watachagua lililoinuka, halafu wataenda pale, halafu watapiga yowe ya msiba. Ile sauti ya yowe ingeweza kufika kwa vijiji vilivyoko kilomita nyingi sana kutoka pale, na watu watasikia na kujua ile ni sauti ya yowe, ile ni sauti ya msiba. Na watu wataacha shughuli za kilimo na wataanza kutoka kule mabondeni mbali na kuelekea kule walikusikia sauti ya yowe. Huo nao ulikuwa na upashanaji wa habari wa nyakati hizo. Nyakati zile za zamani hakukuwa na magazeti, hakukuwa na radio, hakukuwa na television, hakukuwa na vyombo vya habari vilivyoko leo. Lakini bado kwa namna moja au nyingine waliweza kupashana habari kuhusiana na matukio yaliyotokea mbali, ambayo wengine hawakuwepo katika eneo la tukio, lakini walipata habari. Hata wakati wa Yesu walikuwepo wapasha habari. Kulikuwa na upashanaji wa habari. Walikuwepo watu waliokuwa wanapeleka habari za matukio kwa Yesu. Angalia juu ya upashanaji wa habari wakati wa Yesu katika Luka sura ya 13. Luka sura ya 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Luka 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Luka 13 mstari wa 1 mpaka wa 5 tunasoma: na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari. Angalia neno hilo kwa makini, hapo ndio mahali pa kupigia mstari. Waliompasha habari. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari. Wanampasha habari nani? Yesu. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Maana yake walikufa, damu yao ilimwagwa, alafu ikachanganywa na dhabihu zilizokuwa zinatolewa nyakati hizo za wanyama kama ng'ombe waliochinjwa. Maana yake walichinjwa kama ng'ombe. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Galilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, madhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo.
lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, madhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Yesu, kielelezo chetu, alikuwa ni mtu aliyekuwa anajua juu ya habari ya mambo yaliyokuwa yanaendelea katika dunia ya nyakati zake, na alijua juu ya habari ya wale 18 walioangukiwa na mnara kule Siloamu, mbali na pale alipokuwa. Lakini alipata habari za tukio lile, na walijua alikuwa anapenda kufahamu, alikuwa anapenda kupata habari. Na hivyo wakaja wakamletea habari kwamba Bwana Yesu, wako wa Galilaya ambao wamechinjwa na damu zao zimechanganywa na dhabihu zao. Akapokea habari ile, akapashwa habari ile. Kwa lolote ambalo Yesu alilifanya, alituachia kielelezo sisi nasi tufuate nyayo zake. Sisi nasi kama Wakristo tunaofuata nyayo zake, hatuna budi kuwa watu makini katika kupata habari. Miaka ile ya zamani, wakati wokovu unaingia katika nchi yetu, walikuwa wahubiri ambao waliwafanya watu kujua kusoma magazeti ya habari ni dhambi. Hata kusikia taarifa ya habari, mtu aliyokoka hawezi kusikia habari hivyo. Za nini? Tunawaza tu mbinguni, ya hapa ya nini? Mkristo anapaswa kumfuata Kristo. Kama Kristo alijua habari za watu walioangukiwa na mnara kule Siloamu, mbali na pale alipokuwa, nyakati ambapo kulikuwa hakuna radio, hakuna magazeti, hakuna television, sisi tunatarajiwa kujua habari za dunia nzima leo. Hatuwezi kuomba bila kujua habari. Tunaweza kuomba bila kujua habari? Tutaombea nini? Watu waliokuwa naomba, waliokuwa nalia, waliokuwa na lalama kwa uchungu, nyakati za Biblia, mababa waliotutangulia, walitafuta kwanza habari. Walipopata habari, wakajua kwa undani juu ya yale yaliyotokea. Habari hizo ziliwapa mzigo na uchungu zaidi kuomba vile ilivyopasa kuomba. Tunaona habari ya mtu mmoja, Nehemia, ambaye baada ya kupata habari ya yale yaliyotokea mbali, habari zile zilimpa uchungu wa kuomba. Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ile ya kwanza. Nehemia yeye naye alikuwa miongoni mwa baba zetu waliokuwa wanatafuta habari, waliokuwa wanauliza habari ili wajue kile kilichoendelea, matukio yaliyotokea sehemu nyingine za dunia. Nehemia sura ya kwanza nzima ina habari zote hizo tunazotaka kuzungumza habari zake. Tutaona tunaweza kusoma mistari mingapi. Tuanze mstari wa kwanza. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20,
nilipokuwa hapo Shushani Ngomeni. Miezi ya nyakati hizo haikuwa inatajwa kwa majina kama hii tulionayo, majina kama haya tulionayo leo ya Januari mpaka Desemba. Miongoni mwa majina ya miezi hapo kulikuwa na mwezi unaoitwa Kisleu. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani Ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Hakukuwa na radio, hakukuwa na magazeti, kwa hiyo asingeweza kujua habari za yale yaliyotokea Yuda ambayo ilikuwa mbali na hapa walipokuwa. Lakini watu waliotoka huko sasa akawauliza. Ndiyo njia waliokuwa nayo pekee ya upashanaji wa habari. Mtu atatoka kwenye tukio, atatembea kilomita nyingi sana kupeleka habari. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwa hapo Shushani Ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari. Angalia neno hilo. Nami nikawauliza nini? Habari. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia hapo kuna upashanaji wa nini sasa? Wa habari. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Aliweza kuomba kwa kulia, kwa kufunga, kwa kuomboleza, baada ya kupashwa nini? Habari. Baada ya kupata nini? Habari. Kwa hiyo watu hawa walikuwa makini katika kutafuta habari. Walikuwa wanataka kujua yale yaliyotokea katika maeneo mengine ya dunia. Lakini kama tulivyosema, nyakati zao hawakuwa na neema tulionayo. Maendeleo kwao yalikuwa duni. Kwa hiyo nyenzo za upashanaji wa habari kwao zilikuwa za shida sana. Leo tuna magazeti, leo tuna vitabu. Leo kwa mfano tuna Biblia kama hii. Biblia hii haikuwepo nyakati hizo. Na pale ambapo mtu alisema kitabu cha Isaya, hakikuwa kitabu kama hivi tunavyoviita vitabu leo, lakini ilikuwa jora la ngozi au jora la matete yaliyopondwa pondwa, ambayo yaliitwa nyakati hizo papyrus. Na jora la ngozi walilitumia kuandikia. Kalamu zao zilikuwa matete. Matete ni aina fulani ya majani yanayoota kando ya mito. Na matete yale yalichongwa kwa mfano wa kalamu. Alafu wakatumia wino ambao ulitokana na udongo uliochanganya na maji. Na wakati mwingine wino ulitokana na utomvu wa baadhi ya miti. Alafu walitumia utomvu huo au udongo uliochanganywa na maji, wakaandika juu ya ngozi
na hicho ndicho alichokiita kitabu. Kwa hiyo nyakati zile kama za mitume Paulo ilikuwa shida sana. Pale unaposikia mtume Paulo alikuwa anazunguka kuhubiri, ilimlazimu kwenda na majora mengi ya ngozi namna hiyo. Jora hili la ngozi waliliita kitabu cha Isaya. Jora hili jingine la ngozi waliliita kitabu cha Nehemia. Jora hili la ngozi jingine waliliita kitabu cha Hagai nabii na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndio waliviita vitabu vya ngozi. Kwa hiyo ilibidi mtu kutembea na wapagazi wengi waliomsaidia kubeba ile mizigo, kwa sababu mtu mmoja asingeweza kubeba majora ya ngozi hivyo, ambayo ndio waliyaita vitabu vya ngozi. Na wakati mwingine pale alipolazimika Paulo mtume kuondoka haraka kwenda mahali fulani, haikuwa rahisi kwake kubeba vile vitabu vya ngozi kama hakuwa na watu wa kumsaidia wakati ule. Kwa hiyo vitabu hivi vya ngozi sasa ndivyo hivi ambavyo naona vinatajwa katika Timotheo wa pili sura ya 4. Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 13. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Lile joho nililoliacha kwa Karpo huko Troa, ujapo ulilete, na vile vitabu hasa vile vya nini? Vya ngozi. Ndio vitabu hivi tunavizungumza. Kwa hiyo ukiona kitabu cha Isaya lilikuwa ni jora la ngozi, sura na mistari kama tunavyoona sura ya 2, sura ya 3, sura ya 4, mstari wa 5, hivi vimewekwa juzi tu katika Biblia. Mistari hii imewekwa juzi tu katika Biblia, ni karne chache tu zilizopita ndiyo mistari hii na sura zimewekwa. Lakini nyakati hizo ilikuwa ni unapata shida. Wakati mwingine ndio utaona Biblia inasema sura ya kijiti. Sura ya kijiti inazungumzia pale ambapo Musa alipoona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei, wataita pale sura ya kijiti. Kulikuwa hakuna sura ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 hivyo. Na ilikuwa kazi sasa, unafungua lile jora halafu unatafuta mahali palipoandikwa. Tofauti na leo sisi ambavyo haraka unaweza kutafuta halafu utakopiga mstari, ni sura ya 5 mstari wa 5. Wakati ule sasa ilikuwa mpaka ulifungue na unahangaika hivyo kutafuta. Ndio unaona kwa mfano Yesu katika Luka ile sura ile ya 4 mstari wa 16 mpaka 17, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo ni kitabu cha nabii Isaya. Akakifungua kitabu. Chuo ni Kiswahili kidogo cha zamani, kinamaanisha kitabu. Akakifungua kitabu, akatafuta mahali palipoandikwa. Unatafuta mahali sasa palipoandikwa Biblia. Vitabu vya ngozi. Akatafuta mahali palipoandikwa. Kwa hiyo hawakuwa na vitabu kama sisi katika kuhubiri kwao. Lakini vile vile wakati wa kuhubiri, ili mtu azungumze na watu wengi,
hakuwa na kipaza sauti kama hivi tunavyotumia, hakukuwa na microphone, hakukuwa na amplifier, hakukuwa na speaker. Kwa mfano kama Yesu alivyokuwa anazungumza na umati wa watu, maelfu ya watu wamekusanyika, alichokuwa anakifanya ni kitu cha kisayansi pia. Alikuwa anawaweka watu pwani ya bahari, halafu yeye anachukua boti, halafu anaingia nayo ndani ya maji, halafu anaketi kwenye boti ndani ya maji, mbele kidogo kwenye maji kule, halafu watu wanakaa pwani, halafu ndo anazungumza. Kisayansi, kama mtu anazungumza, sauti yake akiwa kwenye maji mita kadhaa ndani ya maji, kwenye mto au kwenye ziwa au kwenye bahari, sauti yake inapokuja pwani inakuzwa. Nafikiri wale ambao wamewahi kwenda pwani wakati wa uvuvi wanarudi watakuwa mashahidi kwamba unaweza kukaa pwani, halafu wavuvi wako kwenye boti kule mbali kabisa na pwani, lakini wanazungumza, lakini sauti zao unazisikia pwani kubwa tu, lakini wako mbali. Tumewahi kuona hivyo? Tumewahi kuona hivyo? Ndio. Kwa hiyo ni swala la kisayansi. Ile sauti inapotoka kule, inapokuja kupiga mahali fulani huku pwani, inakuzwa, inaongezeka. Kwa hiyo hiyo ndio maana, ndio sababu Yesu alikwenda katika boti akazungumzia akiwa ameketi kwenye boti, ili sauti ile ikuzwe, alafu maelfu wale walio pwani waweze kusikia. Ni sayansi iliyotumika nyakati zile za zamani. Luka sura ya 5 tunaona Yesu akihubiri hivyo. Luka sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Luka sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Makutano inazungumzia umati wa watu, maelfu ya watu. Atazungumzaje nao maelfu ya watu ili wamsikilize? Hana microphone, hana speaker, hana amplifier. Anatumia njia hiyo ya kisayansi ambayo ilikuwa inatumika zamani hizo. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, yani boti, mtumbwi, ndicho chake Simoni. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Maelfu ya wale watu wako pwani, alafu yeye anakuwa ndani ya boti, kwa ndani ya maji, alafu ndio anazungumza ili sauti ikuzwe iwafikie wale watu ikiwa kubwa. Kwa hiyo nyakati hizo ndivyo walivyoishi. Upashanaji wa habari ulikuwa mgumu. Kwa hiyo ilikuwa hata kuhubiri kwenyewe, ili habari moja iweze kufika sehemu nyingine, ilikuwa mpaka watu watoke hapo wapeleke habari za tukio sehemu nyingine, kama wakati wa Nehemia. Nyenzo walizotumia zilikuwa duni sana. Lakini
Neno la Mungu sasa likatabiri kwamba nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Watu watakwenda mbio huku na huku. Inazungumzia kama leo watu wanakwenda na magari, watu wanakwenda na ndege, watu wanakwenda na boti zinazokwenda kasi, meli zinazokwenda kasi, ambazo zikuwepo nyakati hizo. Yalikuwa majahazi mengine yanayopelekwa kwa upepo na anavunjika njiani, kama wakati ule wa jahazi lilovunjika njiani wakati wa Paulo. Neno likasema wakati wa mwisho ambao ndio huu tulionao, maarifa yataongezeka, watu watakwenda mbio huku na kule. Leo tunaweza tukatoka hapa Tanzania tukaenda mpaka Ulaya, kilomita nyingi, maelfu, na saa 9 tu angani tumekwisha fika, kitu ambacho kilikuwa ni ndoto nyakati hizo. Ndio huko kuna kutajwa watu kwenda mbio huku na kule. Pamoja na watu kwenda mbio huku na kule, kutokana na nyenzo tofauti za zamani hizi, maarifa yataongezeka. Daniel sura ya 12 sasa. Daniel sura ya 12. Daniel sura ya 12 mstari wa 4. Daniel 12 mstari wa 4 tunasoma. Lakini wewe, Daniel, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Ndio huu tulionao, wakati wa mwisho unaotajwa hapa. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Ndio. Kwa hiyo nyakati hizi tulizo nazo, Mungu alijua idadi ya watu duniani itakuwa kubwa sana, tofauti na idadi ya watu nyakati zile. Nyakati zile za kanisa la kwanza, idadi ya watu katika dunia nzima ilikuwa yapata watu 120 milioni. Watu 120 milioni ilikuwa ni idadi ya watu dunia nzima. Watu 120 milioni. Watu 120 milioni leo ni idadi ndogo ya watu. Nchi ya Nigeria peke yake sasa hivi na watu zaidi ya milioni 130. Ina idadi ya watu zaidi ya milioni 130. Na idadi ya watu imeongezeka sana, na ni nyakati za juzi tu ndio tumeanza kuona mabilioni. Mpaka mwaka wa 1800 ilikuwa ni mamia milioni ndio idadi ya watu duniani, mpaka mwaka wa 1800. Kwa hiyo ni ndani ya miaka hii 200 ambayo ndio wakati wa mwisho, ndio sasa idadi ya watu imeongezeka kwa kasi kubwa sana. Mwaka 1804 ndipo idadi ya watu duniani ilipofikia
bilioni 1, yani 1,000 milioni. Mwaka 1804 ndio idadi ya watu ilipofikia bilioni 1. Na bilioni 2, idadi ya watu bilioni 2, yani 2,000 milioni tuliifikia mwaka 1927. Mwaka 1927 ndipo tulipofikia idadi ya watu bilioni 2. Juzi tu hapa mwaka 1960, muda mfupi tu kabla ya kupata uhuru Tanganyika, miaka yapata 50 tu iliyopita, ndipo tulipofikia idadi ya watu bilioni 3, yani 3 milioni, ndio ikawa idadi ya watu wote duniani 1960, juzi tu. Bilioni 4, yani 4,000 milioni, idadi hiyo tumeifikia majuzi zaidi mwaka 1974. Mwaka 1974 ndio tumefikia idadi ya watu bilioni 4 au 4,000 milioni. Na juzi zaidi ndio tukafikia bilioni 5, yani 5,000 milioni. Tunaweza kuona idadi ya watu inakuwa kwa kasi sana siku hizi za mwisho. 1987 ndio idadi ya watu duniani ikafikia sasa bilioni 5, 5,000 milioni. Juzi zaidi mwaka 1999, mwaka 1999, yapata tu miaka 10 hivi iliyopita, mwaka 1999 ndipo idadi ya watu sasa ikafikia bilioni 6, 6,000 milioni. Na mwaka huu sasa, juzi Oktoba 30, ndipo idadi ya watu imefikia bilioni 7, 7,000 milioni. Kwa jaribu kuwaza, ndani ya miaka 200 kutoka 1804, ndani ya miaka 200 hivi tu na zaidi kidogo, miaka kama 207 hivi, tumetoka kwenye bilioni 1 tumefikia bilioni 7. Ndani ya miaka 50 kutoka mwaka 1960 tumetoka kwenye bilioni 3 tumefikia bilioni 7. Kwa hiyo nyakati za mwisho Mungu alijua idadi ya watu duniani itakuwa kubwa sana. Watu wametawanyika kila mahali duniani, na upashanaji wa habari ungekuwa mgumu sana kama nyenzo ambazo wanadamu walizokuwa wanatumia zamani hizo zingekuwa zinaendelea kutumiwa. Kwa hiyo akasema nyakati hizi za mwisho maarifa yataongezeka, na lengo la maarifa kuongezeka ni ili mabilioni ya watu hawa duniani waweze kufikiwa na kupashwa habari. Sema amen. Na habari kubwa kuliko habari zote ni habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu akasema nyakati hizi za mwisho tulizo nazo, maarifa ya utukufu wa Bwana yataifunika dunia kama maji ya bahari yalivyoifunikiza dunia. Habakuki sura ya 2 sasa. Habakuki sura ya 2 mstari wa 14. Habakuki sura ya 2
mstari wa 14. Habakuki sura ya 2 mstari wa 14 tunasoma. Hii ni kwa habari ya siku za mwisho. Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Kwa maana dunia itajaza maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Kwa hiyo neno la Mungu likatabiri kwamba nyakati hizi tulizo nazo za maarifa kuongezeka, maarifa ya utukufu wa Bwana yataifunikiza dunia. Kutakuwa na teknolojia itakayowezesha habari kutoka eneo moja kwenda kwa kasi sana katika eneo jingine, na teknolojia hiyo sasa itatumika kupeleka maarifa ya utukufu wa Bwana. Na hivyo injili sasa itaweza kupenya na kufikia mahali na kufikia kote. Maana anasema habari njema ni Mathayo 24. Habari njema zitahubiriwa katika ulimwengu wote ili zipate kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo huo mwisho utakapokuja. Kwa habari njema za Yesu Kristo zitahubiriwa duniani kote, hata zile sehemu ambazo zimekuwa zinakatazwa. Ziko nchi mpaka leo uruhusiwi kuteremka katika nchi hizo ukiwa na Biblia. Ukiwa na Biblia itabaki pale pale uhamiaji, itabaki uwanja wa ndege. Watachukua zile Biblia zote na kuzitia moto. Hawataki Biblia ziingie. Lakini Mungu akisema sasa maarifa yataongezeka na habari njema zitahubiriwa kila mahali, watake wasitake. Hata zile sehemu ambazo walikataza Biblia kuingia zitaingia. Sehemu kama China, Biblia ilikatazwa muda mrefu sana. Wakati ule wa Mao alikuwepo waziri mkuu wa China aliyekuwa anaitwa Mao Zedong. Yeye alikataza kabisa vitabu vya dini yoyote visiingie China, na kusema hizo ni kasumba tu zinazoharibu watu na kuwafanya watu wawaze tu mambo ya baada ya kufa badala ya kuwaza mambo ya sasa. Kapiga marufuku dini zote na akatengeneza kitabu cha kwake tu kilichokuwa kinaitwa kitabu chekundu kwa sababu ya rangi yake nyekundu. Kitabu kile kilitolewa nakala nyingi kuliko kitabu chochote nyakati hizo duniani. Nakala za kitabu kile zilikuwa milioni 700. Ikasambazwa nchi nzima ya China. Biblia zilikuwa zinaingizwa katika nchi ile kama bidhaa ya magendo. They smuggled the Bibles in the land of China. Walileta Biblia na kuziingiza kwa namna ya kuficha sana Biblia. Na mpaka miaka hivi karibuni Biblia ilikuwa inachana ukurasa mmoja mmoja, na unakuta Wachina ambao wako ndani ya mapango hawana Biblia yote. Wana kiu ya neno la Mungu lakini hawana uwezo kupata Biblia. Unakuta mtu yeye ana kurasa 2 tu. Kikaratasi kimoja kimechanwa, amekipata hicho. Labda kina sura 1 au kina sura 2.
alafu mistari mingine haiendelei, imeishia hewani, amebaki na mistari hiyo tu, ndio anajifunza hiyo tu, mingine haijui. Akimkuta mwenzake wanapokezana zile karatasi, ndio China walikuwa wanajifunza neno la Mungu mpaka hivi karibuni tu. Kwa hiyo neno la Mungu likasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na sasa tunaishi nyakati hizi, na nyakati hizi sasa ndizo nyakati zile ambapo kumetokea teknolojia ambayo kitaalamu au Kiingereza wanaita ICT, Information and Communication Technology. Information and Communications Technology. Information and Communications Technology, ICT. Kiswahili tunasema teknohama. Teknohama ni kifupi cha teknolojia ya habari na mawasiliano. Teknolojia ya habari na mawasiliano. Teknolojia ya habari na mawasiliano sasa imefanya dunia iwe kama kijiji. Ningeweza kusema ni zaidi hata ya kijiji. Mtu anaweza sasa kuzungumza na mtu aliye mbali duniani, katika eneo jingine mbali na yeye pale alipo, kwa njia nyepesi sana. Zamani hizo kuandika barua, hata ukiandika barua ilikuwa inachukua miezi mingi sana kufika, kwa sababu barua kama zamani hata kwetu katika nchi yetu zilikuwa zinapelekwa na watu waliokuwa wanazipeleka kwa miguu, kilomita nyingi sana wanapeleka barua kwa miguu, kwa kutembea kwa miguu. Na wakati mwingine kufikisha barua itachukua miezi. Na mpaka majuzi hapa tumekuwa tunatuma barua kwa posta, zilikuwa zinachukua muda mrefu sana. Sasa nyakati za mwisho tunazoishi sasa ndio wakati ambapo teknolojia hii ya habari na mawasiliano Mungu aliifanya ipate kuwako ili kuweko upashanaji wa habari kwa namna nyepesi na ya haraka sana. Na hii sasa teknolojia ndio imeleta kitu kinachoitwa internet au wavuti. Imeleta kitu hiki sasa, internet au wavuti. Na kutokana na teknolojia hii ya internet tunaweza tukawasiliana na kupashana habari kwa namna ya kasi isiyokuwa ya kawaida, na mtu yeyote mahali popote akapata habari ya tukio fulani kwa wepesi sana na kwa haraka kuliko wakati mwingine wote. Na hivyo watu bilioni 7 bado wanaweza kuelimishwa kwa namna iliyo nyepesi, tofauti na zamani. Na wanasayansi waliogundua internet, ukijaribu kusoma historia ya ugunduzi wa internet, ni kitu kilichotokea tu ambacho hakuna mtu kwamba alikuwa na akili sana mpaka akakipata. Hapana, kilikuja hata bila wao kufikiria. Walikuwa katika hili na lile na hili na lile, hili na lile, wakashangaa kimetokea hiki, kikazaa hiki, kikazaa kile, kikazaa kile. Ni moja kati ya vumbuzi za kushangaza sana ambazo
zilikuja kukamilisha kile ambacho kilipangwa katika mpango wa Mungu, ili kwamba kupitia katika internet maarifa ya utukufu wa Bwana yaifunike dunia ya watu bilioni 7 kama maji yanavyoifunikiza bahari. Sema amen. Nyakati hizi wazee wetu, mitume wa zamani, walitamani kuziishi, hawakupata nafasi tulionayo, na tutatoa hesabu sisi tunaoishi nyakati hizi. Kama tutaweza kutumia vyombo hivi vema kwa utukufu wa Mungu, tutaulizwa tumetumiaje talanta hizi. Wenzetu walipewa talanta moja, waliitumia vizuri. Sisi tumepewa talanta 10. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Na kwa sababu hii sasa, si tu ni wajibu wa Mkristo kushiriki katika teknolojia hii ya habari na mawasiliano, sio tu ni wajibu wetu kushiriki, lakini teknolojia hii ni mali yetu wenyewe. Teknolojia hii ni mali ya kanisa, kwa sababu Yesu amesema habari hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote, ndipo mwisho ule utakapokuja. Kwa faida ya wengine, tujikumbushe haraka hapa Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Katika mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Miongoni mwa dalili hizo akasema katika mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya maneno aliyosema Yesu. Alijua